Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile kilichoelezwa na kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei mnamo jana Alhamisi katika ujumbe wake uliosoma katika televisheni ya serikali kwamba Marekani na Israel wanajaribu kuiumbisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lakini hawatoweza. Kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei, ambaye aliingia madarakani baada ya kuuawa kwa baba yake Ayatollah Al-Khamenei kutokana na vita vilivyoanzishwa mwishoni mwa mwezi Februari, aliongeza kusema mpango huo wa adui baada ya vita vilivyolazimishwa, shinikizo la kiuchumi na kizuizi cha kisiasa na vyombo vya habari ni kuleta migawanyiko na kusambaratika ili kufidia kushindwa kijeshi na kuinyong'onyeza Iran, jambo ambalo hadi wakati huu limeshindikana. Haya yanajiri baada ya jeshi la serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kutangaza kuwa walilenga kituo cha kijeshi cha Marekani kujibu mashambulizi ya Marekani kusini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa shirika la habari la utangazaji la Iran. Taarifa ya jeshi iliyoripotiwa na televisheni ya taifa ya Iran ilisema kufuatia shambulizi lililofanywa asubuhi hii, kwa maana siku ya jana Alhamisi, na jeshi la Marekani dhidi ya eneo la karibu na uwanja wa Bandar Abbas kwa kutumia mabomu ya angani karibia majira ya saa 10:50 asubuhi, kituo cha kitengo cha anga cha Marekani kilichokuwa chanzo cha shambulizi hilo kililengwa. Hakukuwa na maelezo ya wazi kuhusu eneo la kambi hiyo, lakini Kuwait, mshirika wa Marekani, ilitangaza asubuhi Alhamisi kuwa ilifanikiwa kudhibiti mashambulizi ya makombora na drone. Kuwait imekemea kile ilichokiita mashambulizi ya kikatili ya Iran yaliyolenga eneo lake, ikisema ni ongezeko la hatari la mivutano na ukiukwaji wa wazi wa mamlaka yake, usalama na uadilifu wa eneo lake, pamoja na vitisho vya moja kwa moja kwa maisha ya raia na miundombinu muhimu, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kuwait. Wizara hiyo ilisema katika taarifa yake kwamba ongezeko hilo la mivutano linakuja wakati juhudi kubwa zinaendelea kufanywa kupunguza mvutano na kutuliza hali na kuzuia eneo hilo kuingia katika mzunguko mpya wa migogoro, jambo linaloongeza uzito wa mashambulizi haya na kudhoofisha juhudi za kidiplomasia za kulinda usalama na utulivu wa kikanda, na ikaishinikiza Iran ikomesha mara moja na bila masharti mashambulizi haya kikatili na kubeba jukumu kwa matendo hayo. Hata hivyo, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Mujtaba Khamenei, katika taarifa iliyosoma kupitia televisheni ya taifa, kwa sasa wanaiona Marekani na Israel kama nchi zinazotaka kufanya mabadiliko makubwa ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwamba wanataka kuondoa utawala huo, lakini pia wanatishia kufanya kila linalowezekana katika kuidhoofisha Iran, jambo ambalo anasema kwamba wao kama Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wamejipanga wakati wote kwa ajili ya mapambano na kwa ajili ya kufanya lolote, na kutokana na uwezo waliokuwa nao, Marekani na Israel hazitoweza kukamilisha mpango wao huo wa kidhalimu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.